Habari za asubuhi. Nataka tu niwahakikishie kwamba zoezi hili litachukua muda mfupi sana. Sio mkutano wa hadhara wala sio semina. Hii ni uzinduzi tu mfupi sana. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kwamba sisi sote ametupa fursa ambayo itasaidia sana kuelimisha Watanzania hasa katika hii sekta ya usafirishaji na wengine namna gani wajue namna gani ya kujikinga na huyu mdudu au hichi kirusi kinachoitwa corona. Kwa hiyo kwanza kabisa ningependa kumkaribisha daktari wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, jiji la Dar es Salaam, Bwana Rashid Mfaume ambaye yuko kulia kwangu. Tunakukaribisha sana kama mgeni wetu rasmi katika uzinduzi huu. Hii sio semina wala sio kongamano wala sio mkusanyiko mkubwa, ni hapa ni eneo dogo la abiria kushuka na kupanda. Vile vile tunamshukuru sana Dr. Yudas Ndungire ambaye sasa hivi alikuwa Dar es Salaam sana kwa Shinyanga kwa daktari wa yaani sasa hivi ameteuliwa kwa daktari mkuu wa mkoa wa Shinyanga. Kwa hiyo tuna bahati ya kuwa na madaktari wa mikoa wawili katika tukio hili. Pia tuna dada yetu Victoria Bura, ni mkurugenzi mkuu, ni muuguzi mkuu katika ofisi ya daktari wa mkoa. Pia tunaye ndugu yetu Bwana Muhesi Bakari ambaye ni kiongozi katika wanaita Lions Club International. Hao nao wanashughulika na mambo mbalimbali ya watu wenye mahitaji maalum kama haya sasa ya kujizuia na mambo ya dharura zozote zile. Pamoja na ndugu yetu Joka, tunakushukuru sana mwenyeji wetu. Aidha pia nisikasahau kumshukuru sana ndugu Donald Semagonga ambaye ndio mkurugenzi mkuu wa Dallas, mabasi ya Rate of Dallas. Bila yeye tusingeweza kuwa hapa, kwa kujitolea kwa hali na mali kwa ajili ya kufanikisha tukio la leo. Kama mlivyoambiwa na Rahma kwamba ni taasisi inayosimamia yani management, disaster management, tunasimamia masuala ya maafa na majanga. Tumefanya shughuli nyingi, lakini katika hili la sasa hivi, hili janga dhidi ya corona ni la aina yake. Kwa hiyo tumewasiliana na hapa Dallas, uongozi wa hapa, tukakubaliana kwamba iwe ndio kituo cha kwanza cha kuzindua hii kazi ya kutoa elimu ya uelewa kwa wananchi kwa kutokana na hili tukio la ugonjwa huu wa corona. Ugonjwa wa corona umeenea dunia nzima. Jana usiku nilikuwa nasoma nchi fulani tena ya Ulaya, ndani ya masaa 24 kati ya usiku ule wa jana na siku iliyofuatia nyuma, masaa 24 walikuwa wamekufa watu zaidi ya 300. Tena ni nchi kubwa yenye uwezo mkubwa. Kwa hiyo inaonyesha kwamba corona ni ugonjwa ambao ni hatari, ni mlipuko ambao haujawahi kutokea kwa namna yake. Kwa hiyo na sisi kama SUKOS tumewiwa na swala hili. Tumeona tuunge mkono serikali yetu chini ya rais wetu Dr. John Magufuli ambaye ameshatoa mwito. Pia tumemsikia waziri mkuu jana na viongozi wengine. Kwa hiyo sisi tuko hapa kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi. Tutatoa elimu kupitia vyombo vya habari, tutatoa elimu kupitia majukwaa kama haya, lakini tutahakikisha kwamba hakuna mikusanyiko mikubwa. Kwa hiyo tunataka kusema kuhusu abiria
ni kwamba abiria hapa leo watapata faida zifuatazo. Kwanza wataona namna wanapoingia au kutoka katika basi ni namna gani wanatakiwa wanawe mikono ili kuleta ule usafi, na wananawa na wanapewa dawa na wanapewa gloves. Tunajua kabisa kwamba wananchi wanapenda kusalimiana kwa mkono, ni utamaduni wetu, lakini kwa sasa ukifanya hivyo ni sawa na kwamba unasambaza kile kirusi kama utakuwa nacho. Kwa hiyo tabia hiyo tunasema kwamba isiwepo. Tunasema kukumbatiana, kubusu, nini, vyote hivyo sasa hivi havifai. Akina dada au watu wengine wana tabia kuazimana nguo, nalo pia ni hatari, au nguo za mitumba nayo inaweza kuleta shida wakati mwingine, sielewi. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo kwa sasa hivi lazima Watanzania wabadilike. Mabasi haya, hawa wenye mabasi tunawashukuru sana hawa wenzetu wa Dallas. Wao wamekubali kufuata masharti yote ili kuzuia maambukizi ya corona. Na labda kwa nini tumeanzia katika usafiri? Tumeanzia katika usafiri kwa sababu sisi SUCOS tumeona kitu kimoja. Wagonjwa wote ambao wameonekana mara ya kwanza wana ugonjwa huu au wana maambukizi haya wamekuja kwa ndege. Akija kwa ndege ataingia baadaye katika basi, labda linakwenda Mwanza, linakwenda Dodoma, linakwenda sehemu yote ile. Mtu huyu kama hatapata hizi huduma ambazo Dallas wameanza kuzifanya, maana kwamba ataeneza sasa kila mahali. Kwa hiyo tujihadhari, na hizi mask pia zitakuwa zinaanza kugawiwa kwa kadri itakavyowezekana, hasa kwa wale wanaokoa katika basi pale unaweza kukagua. Hii ni vita kati ya binadamu na virusi vya corona. Ni vita kabisa kama vita nyingine yote ile. Kwa hiyo kama ni vita, tunafanya kama ile ya Kagera tulivyofanya wakati ule wa Idi Amin. Watanzania wote tunataka tujiunge, tufuate masharti ambayo serikali imeyatoa. Watu wa hospitali wanasemaje, madaktari wako hapa. Tukifuata hizo taratibu zote bila kuchelewa, kwa sababu kuna kuchelewa pia kuchukua hatua. Tukifuata taratibu zote hizo bila kuchelewa, tunaamini kabisa kwamba tutafanikiwa. Watanzania wengi maisha yao yatadumishwa. Usafiri ni eneo mojawapo ambalo linasafirisha watu wengi kwa wakati mmoja, lakini ni vizuri abiria wanaposafiri wawe na taarifa sahihi juu ya ugonjwa wa corona. Kwa wito wetu kwa makampuni ya usafirishaji kama ambavyo wameitikia Dallas, cha kwanza ni kunawisha abiria mikono kwa maji yanayotiririka na sabuni au yakiwa na sanitizer wakati wanapanda kwenye basi. Lengo ni kwamba abiria yule atakapokuwa anashika kwenye vyuma vya kupanda kuingia kwenye basi, mikono yake iwe imetakasika. Vinginevyo kama abiria wa kwanza atakuwa na maambukizi, maana yake abiria wengine wanaofuata na wenyewe wanaweza kupata maambukizi. Kwa tunataka wamiliki wa vyombo vya usafiri watusaidie hilo, wawe sehemu ya kuzuia maambukizi kwa kuhakikisha kwamba abiria wote wanapoingia kwenye basi wamenawa mikono, lakini vile vile wanaposhuka wanawe mikono. Lakini si hilo tu, ni vizuri pia wamiliki kutoa elimu kwenye maeneo kama haya ya kusubiria, hizo launch za abiria kusubiria. Badala ya kuweka mziki, basi kwenye TV tuweke programu zinazoelimisha kuhusu corona, lakini vile vile tuweze hata kutumia maiki kutangaza na kuelezea kuhusu hatua wanazotakiwa kuchukua abiria, ikiwemo kutokushikana mikono, mtu anapopiga chafya au kupenga kamasi atumie kitambaa, anapokohoa afunike mdomo. Kwa sababu hivi tunataka kutumika. Wanene huko wapi? Wanene TV. Njoo. Maana hivi tunataka tuvitumie hapa. Huyu bwana mgeni rasmi amejitolea kuleta
maski hivi vitu vinatakiwa vitumike. Ndio. Sasa kuna mdau ameleta hizi maski, ni vizuri azikabidhi kwanza afu ndo zitumike hizi. Sawa. Nani wewe Wanene ni nani? Wanene ni kampuni tunadili na production za audio na video, lakini pia tumeguswa na hiyo tatizo la corona na tunataka tusaidie familia. Kwa hiyo tumejitolea hizi mask kwa ajili ya matumizi yao. Tunataka tumpe mgeni rasmi hapo. Ngapi hizo? Ngapi? Zipo 150. Sawa. Kabisa. Wewe unaitwa nani bwana? Naitwa nani? Nashinda. Basi nakushukuru sana. Kwa hiyo umekabidhi kama sehemu tu ya mchango wako kwa wamiliki wa mabasi. Sawa, hizi wasaidie wale wasafiri. Wasaidia kuelimisha yetu. Kweli kabisa. Nakushukuru sana. Asante sana. SUCOS pamoja na LANS na wadau wengine, haishangazi na sisi ikawa tunafuata nyayo hizo hizo kwa maana tu ya kuliweka taifa letu liwe salama. Ndugu wananchi, vyanzo vya usafiri kwa maana ya wasafiri wenyewe, kwa maana ya makampuni wanaoendesha biashara ya usafiri, nadhani kila tahadhari ni lazima ichukuliwe kuanzia vyanzo vile, sababu ulimwengu mzima imethibitika kwamba kupitia kwa wasafiri ndio matatizo haya yamejitokeza kwa wingi kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Labda niseme jambo moja kwamba tunapofundisha madereva hatufundishi kuendesha tu, tunafundisha na somo linaloitwa safety and health. Na naamini kabisa kwa madereva ambao wamepita NIT baada ya kukumbushwa kwa habari ya janga hili kwamba wao ni watu wanaotakiwa kuwa viongozi katika kuangalia usalama wa abiria, naamini kabisa watakuwa kwenye hatua ya kutekeleza kile ambacho leo tutawakumbusha. Kwa hiyo nataka kusema tu kwamba chuo cha taifa cha usafirishaji kama mdau mkubwa na chuo ambacho kinachukua mandate kubwa ya kutrain madereva, na pale kwetu sasa tumeshatengeneza utaratibu ambao katika janga hili kwa njia moja au nyingine tutawakumbusha madereva ambao wamepita kwetu na wamepita katika shule nyingine. Nashawishika kusema kwamba madereva wengi wamekuwa wakiangalia sana usalama wa chombo, lakini janga hili linatukumbusha kwamba kile tulichojifunza kwa habari ya usalama wa abiria hapa ndio mtihani. Na naamini kabisa kwa nia moja na wadau mbalimbali tutafaulu. Mimi niseme tu kwamba ugonjwa wa homa kali ya corona ni ugonjwa mbaya, na namna ya kujikinga ni kila mmoja atekeleze sehemu yake, wajibu wake, kama ambavyo imekuwa ikielekezwa mara kwa mara na viongozi wetu mbalimbali, hasa Wizara ya Afya, viongozi kutoka Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jinsia, Wazee na Watoto. Na mimi nishukuru sana taasisi ya SUCOS Cover Foundation kwa kushirikiana na wadau wengine, Dallas Alliance Club, kwa kuitikia wito wa serikali kwamba ili tupambane na virusi vya corona lazima tuunganishe nguvu, hatuwezi peke yetu, na ndicho hichi ambacho kinafanyika leo. Na nishukuru kwamba hiki ambacho kinafanyika leo ni mfano kwa NGO nyingine, CSOs nyingine, vyombo vingine vya usafirishaji nje ya Dallas ambao wameonyesha mfano, wadau wengine nje ya SUCOS Cover Foundation na Alliance Club, ili nao tusaidizane kwenye kutoa elimu, tusaidizane kwenye kuonyesha namna ya kujikinga. Kwa kweli mimi nimefarijika sana, na nitoe wito kwamba kwa wadau wengine tuige hiki ambacho kinafanyika leo. Hili kundi la wasafirishaji na wasafirishwaji, hata Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam ni eneo ambalo amekuwa akisisitiza sana, kwa sababu katika vyombo vyetu vya usafirishaji tunajua kuna wengine kweli wanatii yale maelekezo ya SMATRA na wengine ambao vinasimamia usafirishaji, lakini kuna wengine tumekuwa tukiona kabisa kwamba hawatii hivyo. Kuna baadhi ya vyombo vya usafirishaji vimekuwa na msongamano mkubwa. Kwa hiyo katika hayo mazingira ya msongamano, uwezekano ni mkubwa sana wa kuambukizana. Kwa hiyo tusipochukua tahadhari
ya namna ya kuepukana na virusi vya corona, homa kali ya corona, kwa kuzingatia yale maelekezo ambayo wenzetu wa wizara au sisi wataalamu wa afya tumekuwa tukiyatoa, hatutaweza kuepukana na ugonjwa huu. Lakini kikubwa ambacho nakiona kwa wenzetu wa SUCOS Cover Foundation, wameenda mbali zaidi. Nimefurahi, wana mpaka kile kipimia joto. Hiyo ni kiashiria cha kwanza kwamba unakuwa na abiria ambayo ukiangalia anatoka maeneo ambayo tayari yana mlipuko wa ugonjwa, na kwa bahati mbaya sasa hivi maeneo mengi sana ya dunia yana mlipuko. Kwa hiyo kuwa na chombo kama hiki handheld scanners ni muhimu sana, kinasaidia sana angalau kutambua zile dalili za awali kwa maana ya joto la mwili. Ili nipongeze sana viongozi, asante sana. Kwa hiyo baada ya hayo machache niseme tu kwamba niko tayari, lakini baada ya mtaalamu hapa kuonyesha namna ya kutumia. Kizuri hapa ni kwamba tutoi tu maneno, tutoi tu elimu. Vile vile tutaonyeshwa namna ya kutumia hizi bidhaa za kujikinga dhidi ya virusi vya corona. Lakini otherwise baada ya machache niseme kwamba uzinduzi wa programu hii ya uelewa wa mbinu mbalimbali za kujikinga na ugonjwa unaosababishwa na virusi vya homa kali ya corona nimeuzindua rasmi. Asanteni sana, na nitoe live sana kwa wengine wote kushirikiana kufanya mazuri ambayo yamefanywa na SUCOS Cover Foundation. Asanteni sana, na nimuombe mtaalamu wangu wa afya ambaye ni muuguzi mkuu wa mkoa atoe tu maelezo ufafanuzi na aonyeshe namna ya kutumia baadhi ya hivi vikingia. Cha muhimu kuliko vyote ni kuhakikisha unanawa mikono, na kuna utaratibu wa kunawa mikono. Tunachanganya maji kwenye chlorine. Ni muhimu sana unapozunguka umefanya chochote, basi unanawa mkono. Nawa mkono pasipo sababu yoyote maalum. Mwanzoni unasema nanawa kabla sijala, lakini sasa hivi nawa wakati wowote, na tunanawa namna hii. Basi deto inatakiwa ichanganywe tayari kwenye maji, lakini kama tunatumia chlorine kwa kunawia ni 0.5 chlorine nachanganya na maji. Na unaponawa hakikisha unanawa kwenye maji yanayotiririka. Nimiminie maji. Utaona anamimina maji. Kwa hiyo nahakikisha nimenawa mikono, ndani ya mikono nanawa. Naosha vizuri. Nanawa katikati ya vidole. Nanawa kote kwa mikono yote miwili. Ukimaliza unaosha hizi kucha pia, unahakikisha unanawa vizuri kwa mzunguko mzuri. Unanawa vizuri, unanawa na hapa, unanawa na hapa. Basi unakuwa umeosha mikono yako vizuri. Hakikisha unafika kwenye kiwiko vizuri. Unakausha mikono yako vizuri. Unakausha vizuri. Basi unatupa, usishike. Ulipaswa usishike. Kwa hiyo unatakiwa uwe na mahali pa kutupa. Unaweza kuwa kwenye dustbin. Lakini tunatumia pia antiseptic. Unaweza ukafika labda umeweka antiseptic, mtindo ni ule ule. Unanawa vizuri. Makusudi ni kwamba maeneo haya yanayojificha wadudu unayafikia vizuri vizuri. Unafika vizuri na kwenye kucha zako. Unamaliza vizuri. Basi antiseptic ni nzuri, inamaliza kila kitu. Lakini maji pia kwa wale wa nyumbani wananawa na maji na sabuni vizuri. Lakini ukitumia antiseptic hakikisha maeneo haya yanafikiwa vizuri, na katikati ya vidole na kwenye kucha unafikiwa vizuri. Glove iko kama mkono wa mtu. Ukiangalia kidole gumba kiko hapa. Kwa hiyo unapoanza kuvaa glove unahakikisha kwanza uone hii ya mkono huu. Kwa hiyo unahakikisha kile kidole gumba kiko hapo. Inavaliwa hivi. Hakikisha tu ule kidole gumba kipo sawa sawa. Kwa hiyo unavaa na mkono wa pili kadhalika. Hivyo hivyo ulinganishe kwanza. Uone gumba iko wapi na kidole kingine iko wapi, basi unavaa. Hapa unapeleka mbele. Ili hili eneo safi la ndani liwe nje. Na unakuwa hivi. Na
kutupa kwa utaratibu. Kwa hiyo kuna kuvaa kwa utaratibu na kuvua kwa utaratibu. Lakini tuangalie mask. Mask zetu zina sehemu ya ndani na sehemu ya nje. Hii sehemu ya nje iko blue, ni blue zaidi ukilinganisha na ya ndani ambayo ni nyeupe. Kwa hiyo hii nyeupe ni kwamba wewe unaivaa, unajizuia kwamba wewe ni mzima na hauumwi. Kwa hiyo unawazuia wenzako, unavaa vizuri. Endapo unaumwa wewe, basi geuza mask hivi, sehemu nyeupe iwe nje, hakikisha unafunika pua zako vizuri na eneo lote unafunika vizuri. Tatizo la mask kwenye ugonjwa huu, maambukizi makubwa ni ndani ya macho, kwenye pua na kinywa. Sasa unapovaa mask utakuta saa zote unazuia mask, kwa hiyo unaleta maambukizi zaidi. Ni bora yule ambaye hata labda hajavaa. Sasa umeamua kuvaa, hakikisha ugusi macho kwa mikono yako. Aidha, kama utafanya hivyo, hakikisha unanawa mara kwa mara. Kitu kingine, tunavaa maski kwa sababu kama hivi nikiongea, wakati mwingine unaona mate yanaruka kwenye vinywa vya mtu. Hakikisha unakaa kwa nafasi, na ndio maana serikali yetu imetangaza kutokuwa na mikusanyiko ya watu. Kwa hiyo hakikisha mikusanyiko isiwepo. Jaribu kukaa distance, kaa umbali, hata kama umbali kidogo ambapo unajua mtu akipiga chafya haikufikii au akizungumza mate yake hayakurukii. Hakikisha wale ambao wanakaa ndani, sasa hivi mashule yamefungwa, basi tuhakikishe kama familia tunakaa majumbani, hatufanyi mizunguko mingi. Homa kwa kawaida, homa ya kawaida ya mtu ni 36 degrees centigrade. Sasa haizungumziwa kwa Kiswahili chake si, lakini ikifika 37 basi tutamzuia mtu ambaye ana homa inayozidi hapo 37 ili aweze kupata huduma kituoni. Kwa hiyo abiria mtapimwa. Naona mtaalamu yuko hapa, watu wameshajifunza hivi vifaa. Kwanza tumshukuru tena mwenyeji wetu dada, peleka salamu kwa Mr. Donald Magunga kwa ukarimu wake, kutupa ukumbi, kuturuhusu ndio kuanzia sisi hapa kwake, kwa kugharamia pia. Ili zoezi lina gharama zake. Dallas pia wamegharamia, na tunaomba na wenye mabasi wengine, kampuni yoyote ile ambayo tunataka tuje tutoe elimu kwa kushirikiana na viongozi wakubwa kama madaktari na kadhalika na wauguzi, basi wanaweza wakatuita, tutakwenda kwao, tutashirikiana ili na abiria wao pia wapate fursa hii. Sisi watu wa Msuko Skoba Foundation tunasema mmekuwa ni mabalozi wa kuzuia madhara ya corona. Hebu jipigieni makofi. Wote nyinyi mmekuwa ni mabalozi. Elimu mlopata hapa leo mwende mkaipeleke kule. Badala ya kusambaza virusi, sasa tunasambaza elimu. Kwa hiyo tunashukuru sana, lakini kwa kushukuru zaidi ni dokta wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, dokta wetu wa mkoa wa Shinyanga. Tumepata bahati kubwa sana. Yaani uzinduzi una baraka kubwa. Unapata madaktari wa mikoa wawili, mikoa mbalimbali. Ni jambo kubwa sana. Hii ni baraka, na tunataka ni halali kabisa. Tunashukuru sana ile kamati iliyoandaa shughuli hii, wale watu wa SUCOS pamoja na wa Dallas, ili sio nguvu ya soda. Dallas muendelee kuonyesha mfano wa utumishi mzuri kwa abiria pamoja na huduma hizi mbalimbali. Tunawashukuru sana, asanteni, na tutaonana tena. Hii shughuli bado inaendelea. Haya, asanteni. Hii zipo zina bei mbalimbali. Hii bei mbaya hii. Hii ina zaidi ya laki. Sasa hivi bahati mbaya kilichotokea,
ni kwamba sanitizer pamoja na vifaa mbalimbali vinavyohusika na kuzuia magonjwa hasa hii corona, kwa bahati mbaya sana wale wanaouza wamepandisha bei sana. Lakini nadhani jana au juzi viongozi wametoa wito kwamba mtu asitumie muda huu au kipindi hiki kigumu eti kupandisha bei ya vifaa. Unaona, kwa sababu ya nini? Kwa sababu watu wanahitaji sana. Hii ni sawa na vile vipindi kama vile ule mwezi mtukufu watu wanapandisha bei ya vyakula. Sasa safari hii ni mbaya zaidi kwa sababu hii ni kufa kabisa. Corona ni kifo. Sasa mimi natoa mwito kwamba isingekuwa vizuri kwa wauzaji wa vifaa mbalimbali vinavyohusiana na matumizi ya kuzuia corona, ingefaa waache mtindo huo wa kupandisha bei ziwe za chini. Kama ingewezekana wangeteremsha chini iwe kama msaada kwa nani? Kwa jamii. Kwa hiyo bei hizi ni bei ya ghali, vitu kama hivi vinauzwa sasa hivi bei ya ghali. Lakini nadhani sasa hivi utafuata taratibu kwamba wataenda vituoni na sehemu mbalimbali, utaenda kupata kule. Na kama unataka kununua wewe mwenyewe basi utaenda pharmacy utanunua, kama unavyonunua sanitizer na vitu vingine. Lakini jana nilipima, niko safi. Joto liko safi. Nashukuru sana.